Namkaribu sana mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Bio Media popote pale ambako unaitazama channel hii kwa ajili ya kupata zile taarifa nyingi za moto ambazo tumeweza kukuandalia siku hii ya leo. On the microphone kama kawaida, langu jina ni Official Rose D. Twende sambamba mpaka tamati. Unajua bana, leo niko na story ambayo Diamond amethibitisha utayari wa kumsaini WCB Wasafi Ibra ambaye alikuwa ni msanii wa Harmonize Konde Gang. Kwani mambo yamekaa vipi? Ina moja kati story ambayo kiukweli inatembea sana, na moja ya majina ambayo yanazidi kung'aa kwa kasi kwenye anga la muziki wa Bongo Flava ni jina la Ibra, ambaye hivi karibuni aliweza kuvunja ukimya kuhusu mada ambayo ilizungumzwa sana na mashabiki wengi na watu wengi: kujiunga kwake na lebo ya WCB Wasafi chini ya stamp kubwa Diamond Platnumz. Kupitia mahojiano maalum kabisa na waandishi wa habari nchini Kenya, Ibra aliamua kuweka mambo sawa na kueleza msimamo wake kuhusu uwezekano mkubwa wa kuwa sehemu ya lebo hiyo maarufu barani Afrika. Ninukuu kile ambacho aliweza kukizungumza Ibra kidogo. Anasema kama hakuna chochote kinaendelea basi mtakiona, kwa sababu hakuna kitakachojificha. Ni kazi, na tunapofanya kazi siku zote tunahitaji umoja. Kwa hiyo kama itatokea mtaona, hatutoficha chochote. Aliweza kusema maneno hayo Ibra kwa msisitizo wa hali ya juu, akiashiria kuwa lolote linaweza kutokea. And Ibra ambaye kwa sasa yupo chini ya lebo ya Oya Gang hakuweka wazi kama tayari kuna mazungumzo ya aina yoyote ambayo yanaendelea kati yake na WCB, lakini alisisitiza kuwa kama ataamua kujiunga rasmi basi mashabiki zake pamoja na vyombo vya habari wataweza kupata pia habari hiyo kwa uzuri kabisa bila kificho cha aina yoyote. Ninukuu tena kwa mara nyingine, anasema siwezi kuficha chochote. Kama WCB Wasafi ndio sehemu nitakayokwenda mtaona, kwa sababu ndio nitakuwa nafanya kazi nao, lakini kwa sasa bado nipo Oya Gang. Aliweza kuongeza maneno hayo pia bwana mkubwa Ibra kuhusiana na tetesi ambazo zinaendelea na zimekuwa zikizungumzwa sana midomoni mwa mashabiki wengi. Ni kauli hiyo bwana imeweza kuibua mjadala mkubwa mitandaoni, huku baadhi ya mashabiki wakiweza kumpongeza kwa uwazi wake, huku wengine pia wakisema kuwa WCB ni jukwaa sahihi kwa Ibra kupanua wigo wa kimataifa, hasa kukizingatia kwamba mafanikio ya wasanii waliopita kupitia mikono ya Diamond kama Harmonize pamoja na Rayvanny pamoja na Zuchu yameonekana kuwa makubwa. Na kwa wengi wanaofuatilia kwa karibu muziki wa Bongo, Ibra ameonyesha ukomavu mkubwa kiukweli katika kuendesha mazungumzo ya kitaaluma bila kuzua drama zisizo na lazima. Ndio uwezo wake umeweza kumfanya apate heshima si tu kama msanii bali pia kama mjasiriamali ambaye anajua thamani ya brand yake. Haijalishi atachukua uamuzi gani baadaye, lakini ni dhahiri kuwa mashabiki wanasubiri kwa hamu sana kuona kama kweli atatua rasmi pale WCB na kuanza kuchapa kazi pale kuendeleza muziki wa Bongo Flava. Ama hata tu pale WCB basi ataendelea kujenga himaya yake akiwa na Oya Gang. Jambo moja ni la kweli, Ibra yupo kwenye njia sahihi ya mafanikio na uamuzi wowote ambao ataweza kuchukua utafuatilia kwa karibu sana, na mashabiki zake wa ndani pamoja na nje ya Tanzania wanaendelea kumfuatilia. Lakini kwa sasa tunaweza kusema kuwa muziki unaendelea na anauendeleza, lakini macho na masikio ya watu yapo wazi, kwa sababu kama Ibra mwenyewe alivyosema, hakuna kinachojificha na hakuna kinachoshindikana. And of course, baada ya Ibra kuzungumza hayo kuhusu WCB Wasafi inayosimamiwa na mzee mzima Diamond Platnumz kama mkurugenzi pamoja na mmiliki, Diamond naye hakuwa nyuma kulijibu hile. Kumbuku kwamba Diamond yupo Marekani, lakini kupitia video clip ambayo inasambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, ameonekana Diamond akijibu hili kwa kuthibitisha kwa kusema kuwa WCB Wasafi kwa sasa inatazama wasanii wenye uwezo, wapambanaji na wenye kipaji cha muziki. Tunamchukua msanii yeyote mwenye vitu hivyo vitatu ukichanganya pamoja na nidhamu. Kwa hiyo tupo tayari kumchukua msanii mwenye hizo sifa, na ukiangalia kwa sasa record label yetu ina upungufu wa wasanii na nilikuwa mbioni sana kuongeza wasanii. Alimaliza kuongea hayo Diamond kwa mujibu wa mashabiki wamewekeza ama wameona kama ameweka wazi kile ambacho amekiongea kwenye hiyo klipu ya kwake Diamond, na huenda Ibra kawa miongoni mwa wasanii basi ambao
watasainiwa na Diamond kwenye lebo ya WCB Wasafi. Licha ya kuwa kumekuwa na taarifa nyingi sana kuhusu Ibra kuwa anasimamiwa na meneja mpya sasa tokea ametoka kwenye lebo ya Konde Gang, na nikukumbushe tu kwamba Diamond aliwahi kumsimamia Harmonize ambaye alikuwa ni bosi wake na Ibra. Hebu niambie kwenye comment section, pengine mtazamaji na mfuatiliaji channel hii ya Biomedia, unadhani Ibra atakuwa miongoni mwa wasanii ambao watasainiwa kwenye lebo ya WCB Wasafi ama itakwaje kwa upande wako? Majibu yako ni muhimu sana, na hii ni kutokana tu na kauli ya bosi wa Wasafi bwana mkubwa Diamond Platnumz mara tu baada ya kuzungumza watu ambao wanatamani kuwasaini kwenye lebo yake. Wewe ni yapi unaona ukilinganisha ambayo amezungumza Diamond na ukimuona Ibra pengine anastahili ama itawezekana yeye kusajiliwa kwenye record label ya WCB ama vipi? Drop comment yako chini hapo and then tutapita nayo zuri kabisa kunako next video. Hii ni Biomedia, taarifa nyingi ziko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha wewe. Hivyo endelea kutusikiliza, endelea kututazama na kutufuatilia. Cha msingi ni kusubscribe mtazamaji. Langu jina ni Official Rose, endelea kusalia nasi.